Haleluya, 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 haleluya. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako na kwa nguvu zako. Ninakutukuza Mungu wangu na Baba yangu mwema asubuhi ya leo. Ni wewe peke yako Bwana unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe peke yako Bwana unastahili heshima. Umetupa upendeleo mkubwa namna hii watoto wako na wajoli wako. Wacha tukuinue kwa sababu ya matendo yako makuu. Ishara zako ni kuwe Bwana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeinua mikono yetu tukikutukuza Bwana, tukiinua jina lako na kulibariki Bwana asubuhi ya leo. Tunakuinulia Baba mioyo yetu Bwana, tukikutukuza kwa sababu ya ukuu wako na uwezo wako wa ajabu. Niwe Bwana unastahili kutukuzwa. Niwe Bwana unastahili kuinuliwa. Peke yako, peke yako, peke yako, peke yako. Ninaungana na maserafi na makerubi na wazee 24 na wale wenye uhai wanne Bwana, wanaokutukuza na kukuinua Bwana chini ya kiti chako cha rehema. Watoto wako Bwana, tukinyenyekea chini ya kiti chako cha rehema asubuhi ya leo Bwana, tukiomba toba na rehema Bwana. Yesu Kristo mwana wa Daudi, uliopigwa pale msalabani, kupitia damu yako Bwana ukatuosha na kutusafisha dhambi zetu na maovu yetu. Baba, tumeshuka kwenye kiti chako cha rehema tukiomba ile damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani zetu ikaoshe mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ikatuondolee kila aina ya uovu ambaye Bwana tumetenda mbele zako. Ni hakika hatujasimama sawasawa na utukufu wako, lakini tunahitaji neema yako Bwana asubuhi ya leo. Rika na ramando rukushana rabakuri masata. Neema yako Bwana tunahitaji tena Yesu Kristo. Hatuna Baba mwingine wa kutusaidia, ni wewe peke yako. Asubuhi ya leo tunahitaji nguvu zako zidhibitike. Mkono wako wa kimbingu Bwana ukatende kazi. Shike hata mmoja mmoja Bwana ambaye anaisikia sauti yako asubuhi ya leo. Yeyote aliyepaza moyo wake anatamani kukuona Baba, hakuone we Jehova, hakuone we mfalme. Mando rika rabasanda roko shanda ramakuria. Wakati ninaomba ninasikia sauti ya Mungu ya kwamba yuko mtu ambaye ameteseka kwa muda mrefu na kwa miaka mingi na anahitaji msaada. Rika ya manda roko sana ramakuri basika. Inawezekana saa hii ndio umefungulia channel hii na unahitaji msaada wa Mungu, na mimi sijui umepita wapi, lakini nasikia Mungu ananiambia kwamba kuna mahali unapita huwezi kuvuka mwenyewe. Kuna mahali umepita unasikia umechoka na una namna ya kutoka. Kuna mahali umepita na una namna ya kunyanyuka kutoka hapo. Usiendelee kuwaza na usiendelee kulia, kwa sababu majira ya wokovu yamefika. Majira ya wokovu yamefika nyumbani mwako. Ndio maana leo umeisikia sauti hii. Ni kuombe popote pale ulipo, kamata hiyo namba ambayo iko kwenye skrini yako pale. Unaiona hiyo namba ya Tigo ya 0679645759. Weza kutuma message saa hii kupitia namba ya WhatsApp. Leza shida yako ni nini, na tunaenda kusimama mbele za Bwana, na Bwana anakwenda kuingilia kati kwa namna kubwa. Anaenda kufuta machozi ya miaka mingi na machozi ya muda mrefu. Robo sanda ramakuri basaka ya kamanda reke ya sano roko shanda rabakuria. Nguvu ya Mungu ni kubwa asubuhi ya leo. Inahitaji mtu mmoja ambaye anataka kuipokea nguvu. Nguvu kubwa asubuhi ya leo, kuna mtu mmoja anahitaji kuipokea. Bwana ameleta ukombozi na ukombozi umeshafika, na saa hii ni saa ya ukombozi. Ndani yako unakuwa unasikia nguvu ya msukumo ya kusimama mbele za Bwana juu ya hiyo changamoto, na unafikiri kwamba imekushinda, na unafikiri kwamba unahitaji nguvu ya Mungu itende kazi asubuhi ya leo.
Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhihirika. Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhibitika. Robo shanda ramakuri basaka yamando rika rabasanda rabo shaka ramakuri basika yanda remando sakaba roko shanda ramakuria ria sanda ramakuri basanda resekerere shendere kora basika. Mungu unasikia anasema na mimi sahihi kwamba ndani yako unasikia mzigo wa kuomba, na hauwezi kuomba pasipokuwa na sadaka. Watu wengi wamekuwa naomba, lakini pia maombi bila sadaka ni kama vile haufikii kwenye zile ndoto ambazo Mungu amekusudia ufike. Biblia inasema Mungu akaongea na Kornelia akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika kwangu juu. Kwa hiyo saa hii natamani mtu mmoja akamate sadaka yake na aweze kuipanda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Iko nguvu ya Mungu isiyokuwa kawaida kupitia sadaka yako. Kuna mambo Bwana anataka kuyafungua, na asubuhi ya leo kuna vitu vinataka kufunguka. Na wewe ambao uko tayari saa hii neema ya ufunguo tayari imeshafika. Kupitia hiyo sadaka tunataka Bwana afanye jambo jipya asubuhi ya leo. Robo sanaramakuri basaka yakamakure beshende rekori basaka. Ninasikia kilio chako Bwana akikithibitisha, na ninasikia mkono wako wa kimbingu Yesu Kristo ukiudhihirisha kwa ajili ya binti huyu na kwa ajili ya mama huyu. Ramosanda raba kuria basika. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuiona neema. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuona ufunguo. Naamini ni wewe unahitaji. Mtu mmoja anahitaji kuona nguvu ya Mungu ikithibitika. Naamini kabisa ni wewe unahitaji. Ni mtu mmoja unahitaji. Na Bwana ananipa ujumbe katika milango hii asubuhi kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 17 na ule mstari kuanzia mstari wa 14. Na ni mstari mmoja tu, lakini mstari wenye nguvu nyingi sana kwenye milango ya asubuhi. Biblia inasema wakati wa jioni tazama kuna hofu. Anasema na kabla ya mapambazuko hawako. Hilo ndilo fungu lao watutekao. Na nataka nirudie. Hilo ndilo fungu lao watutekao. Anasema na ajali yao wanaotunyang'anya mali zetu. Umeona sasa? Neno kubwa la msingi, anasema na wanaotunyang'anya mali zetu. Naweza kuona. Kwa hiyo kuna watu ambao tayari wameshanyang'anywa mali zao. Na hapa ninasikia kabisa msukumo, Mungu ananiambia kuna watu ambao walishakunyang'anya mali zako. Kabisa walishanyang'anywa mali zako. Na ndio maana unapitia kwenye hali ngumu, unapitia kwenye taabu, unapitia kwenye tatizo, unapitia kwenye madeni. Maana yake ulishanyang'anywa mali zako. Kuna watu walishakunyang'anya. Ni nani aliyekunyang'anya utajiri wako? Ni nani aliyekunyang'anya utajiri wako? Wakati ninaomba asubuhi ya leo, nikawa ninaonyeshwa katika ulimwengu wa roho kwamba unaongea na mtu mmoja ambaye ameishanyang'anywa hatima, amenyang'anywa mali. Unaona? Kama haukunyang'anywa mali, usingekuwa unaishi maisha hayo unayoishi leo. Naishi maisha nitasaja dalili za watu ambao wamenyang'anywa mali, sawasawa na nabii Isaya anachozungumza. Anasema wakati wa usiku wamepambana na wewe, lakini wamenyang'anya mali. Mali zimenyang'anywa. Umenielewa? Mali zimenyang'anywa. Vita imesababisha mpaka, unaona, anasema kwa ajili yao wanaotunyang'anya mali zetu. Unaona, kuna watu wanatunyang'anya mali zetu. Tungekuwa tumeshafanikiwa, lakini kuna watu walikunyang'anya.
ungekuwa tayari umeshapiga hatua, lakini kuna watu walikunyang'anya. Na kuna dalili zifuatazo ambazo zinaonyesha kabisa huyu mtu amenyang'anywa mali zake. Anza kuangalia, unapitia kwenye madeni yasiyoisha na hujui hata pesa unapelekaga wapi. Maana yake tayari umenyang'anywa mali zako. Unashangaa kila unapompa pesa yako, unapomkopesha mtu pesa, yeye akurudishii. Umeelewa? Lakini wewe akikukopesha, anakupigia kelele mpaka basi. Mali zako umenyang'anywa. Umenyang'anywa. Nataka nikwambie kitu hiki kizito sana. Kitu hiki kizito sana. Kuna watu ambao tayari unaona unafanya biashara, lakini baadaye mwisho wa siku hauoni hata faida kwenye hiyo biashara. Maana yake mali zako zimeshanyang'anywa. Kuna watu leo hii ulikuwa una mkopo, ulikuwa benki, mwisho wa siku wanataka kuuza nyumba yako. Mikopo haishi, yani unapambana, unatumia nguvu nyingi. Wewe ushanyang'anywa mali zako. Mali zako hazipo. Na utagunduaje kwamba mali zako zimenyang'anywa? Ndio dalili hizo. Ndio dalili hizo za madeni yasiyoisha. Umeelewa? Ndio dalili hizo unapitia mahali pagumu sana, lakini mahali hapa paeleweki. Ndio dalili hizo. Ndio dalili hizo. Unapitia mahali ambako hata ujui hatua ya kwanza na ya pili ikoje. Ulikuwa na mali, sasa hivi zote zimeisha. Umeelewa? Ulikuwa na biashara, unashangaa sasa hivi unafilisika. Na ujui unafilisikaje. Ni watu ambao wamenyang'anywa mali. Unafuga mifugo inakufa yote. Tayari wewe ushanyang'anywa mali zako. Na unajiuliza, mbona nafuga vizuri? Mbona kuku wangu hawatagi mayai? Mbona kuku wangu wanakufa? Kumbe ulishanyang'anywa mali zako. Umeelewa? Uko kazini, unafanya kazi, unapata mshahara. Hata mshahara hujui unafanya kazi gani. Kila ukijitahidi kufanya biashara hii, yote biashara inakufa. Kila ukijitahidi labda nizalishe kitu fulani, hicho kitu hakisimami. Kila ukienda shamba, unashangaa unaenda shamba unarudi mikono mitupu. Tayari wewe umenyang'anywa mali zako katika ulimwengu wa roho. Lakini asubuhi ya leo, sijajua unapitia kwenye changamoto ipi, na wewe kabisa unaelewa kabisa mali zangu hazipo. Maana mwanzoni ulivyokuwa ni tofauti na sasa hivi ulivyokuwa. Mwanzoni ulivyokuwa umesimama na tofauti na sasa hivi ulivyosimama. Mwanzoni vitu ulivyokuwa navyo sasa tofauti na sasa hivi ulivyokuwa navyo. Kwa lazima wewe kwenye maisha unapiga tathmini. Unaanza kuangalia, mimi nimekwama wapi? Shida yangu iko wapi? Nimepitia wapi? Unapopiga tathmini sasa, hiyo tathmini inakupa nguvu kujua kuna mahali kuna shida. Na mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo, kuna watu ambao wamekunyang'anya mali zako. Na mimi nataka niomba asubuhi ya leo, kama kuna mtu aliwahi kunyang'anya mali zako, hizo mali zako tunazirudisha kwenye mikono yako katika jina la Yesu. Nataka hiyo mikono yote, kwa sababu una mikono yote miwili na ina vidole 10. Umeelewa? Kama unataka kurudisha hatima mali kwenye mikono yako, unapitia hizo changamoto nyingi ambazo nimezitaja na ambazo sijazitaja, unatakiwa vidole 10 vitolee sadaka. Umeelewa? Chukua sadaka yako nzuri. Kama ni 10,000 umetolea kidole kimoja shilingi 1,000, basi simama na hiyo sadaka. Umeelewa? Na utaona kile Mungu anakwenda kufanya. Kila kidole kitolee sadaka. Mwambie, Baba, wameninyang'anya mali kwenye mikono yangu. Kwa imani narudisha mali hii. Watu wengi wanafikiri unaweza kuomba bila sadaka na ukaona matokeo. Utakuwa unapoteza sana muda. Usipoteze muda kuomba maombi yasiyokuwa na matokeo. Ni afadhali ufanye maombi yenye matokeo. Kama unajua kabisa nimenyang'anywa mali zangu, mikono yako hii tunakwenda kuirudisha, tunakwenda kurudisha, na mali zote zitarudi kwenye mikono yako. Maana anasema nitarudishia, kwenye kitabu cha Yoeli, miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na jeshi langu kubwa. Kwa hiyo kama Mungu amesema atarudisha, basi tunataka kurudisha mali zako ulizonyang'anywa kwenye mikono yako. Na popote ulipo, nataka ukamate hiyo sadaka na ushike vidole vyote viwili. Ukiwa umekamata hiyo sadaka, hiyo shilingi 10,000, ukiwa umekamata hiyo sadaka na ukikamata vidole vyote viwili ukiviunganisha pamoja, na baada ya kuviunganisha pamoja, saa hii nakwenda kuomba. Umeelewa? Kama sadaka iko kwa simu, weka kwa simu vidole vyako viwili vyote. Mwambie, Baba, nafanya urejesho wa mali zangu zote, na naomba unifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimejifunza kwamba kuna watu walinyang'anya mali zangu kwenye mikono yangu. Nami niaminilo ndilo hili, ya kwamba
wewe Yesu unaenda kurudisha mikono yangu kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mali yangu yoyote iliyochukuliwa kwenye mikono yangu, walinichukua mali yangu wakainyang'anya, wamenyang'anya hatima yangu, wamenyang'anya biashara yangu, wamenyang'anya ndoto zangu wakazichukua. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, leo nimesimama mbele zako kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Mali yangu yote iliyochukuliwa kwenye mikono yangu, leo ninairudisha katika jina la Yesu. Leo ninairudisha kwa damu ya mwana kondoo. Leo ninairudisha robo shandarabasika, ninarudisha katika jina la Yesu Kristo. Mali yote iliyochukuliwa kwenye mikono yako, leo ninairudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ninairudisha kwa damu ya mwana kondoo. Ninairudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Robo sandaramakusha. Anza kuomba, tangaza, rudisha mali zako zote. Kama kuna pesa ilichukuliwa, kama kuna watu walichukua pesa zako, kama mali zako zimechukuliwa, anza kuomba sahihi. Kama ni watu na wadai, tamka hayo majina. Kama ni madeni, tamka kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninatangaza kwa mamlaka kimbingu na kwa uwezo utokao juu, mali za mama huyu, za binti huyu, za kijana huyu, za kijana huyu, za baba huyu, za mama huyu, za binti huyu, zilizochukuliwa kwenye mikono yake, leo ninarudisha katika jina la Yesu. 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 Roho sandaramakuria. Baba, narudisha. Yesu, narudisha. Yesu, narudisha. Narudisha mara 7. Narudisha mara ya kwanza. Narudisha mara ya pili. Narudisha mara 3. Narudisha mara 4. Narudisha mara 5. Narudisha mara 6. Narudisha mara ya 7, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, arudishe mali kwenye mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati huo naomba unitumie message kwenye njia WhatsApp kwa hiyo sadaka ambayo unaituma. Tuma hiyo sadaka kupitia 0756 934 903. Na kama uko nje ya nchi au uko ndani, tumia Vodacom. Sadaka yako inafika bila shida. Walioko nje ya nchi kote sadaka inafika. Malawi, Rwanda, kila eneo, Kongo, US, sadaka inafika bila shida kutumia Vodacom. Na baada ya kutuma sadaka, naomba uingie kwenye WhatsApp unitumie message kwamba wewe unataka kurudisha mali iliyotoweka kwenye mikono yako, na nitakuombea na nitakupa maelekezo namna ya kuendelea kuomba, na mkono wa Mungu utathibitika. Mungu akubariki, nikutakia siku njema yenye baraka. Nikukaribisha sana kwenye madhabahu ya Mlango wa Ukombozi. Shalom, 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 shalom.